niseme tu kwamba serikali ni lazima itengeneze mazingira ambayo vyama vyote, wadau wote wa siasa na uchaguzi na wananchi wote kwa ujumla, kila mmoja katika nafasi yake, tutashiriki uchaguzi kwa ushindani ulio sawa. Maana yake ni kwamba reforms ambazo zitafanyika kabla ya uchaguzi zitasaidia kuleta mazingira yaliyo sawa ya kiushindani kwa vyama vyote kushiriki uchaguzi huu katika uwanja ulio sawa. Experience ya mwaka 2019 ya uchaguzi wa serikali za mitaa, experience ya mwaka 2020, experience ya mwaka 2024, ukweli ni kwamba Chama cha Mapinduzi waliucheza huu mziki wenyewe kwa sababu ulikuwa unawafurahisha wao. Na ndio maana tulikuwa na maigizo yaliyoleta matokeo ya Chama cha Mapinduzi kushinda uchaguzi wa Novemba mwaka jana kwa 99%. Hii ilikuwa ni a comedy of a century. Kwa hivyo maneno ya mhariri wa gazeti la Mwananchi yamekuwa maneno mazuri ambayo nilisema ni yazungumze kama sehemu ya utangulizi. Pili, nichukue fursa hii katika ratiba ambayo tulikuwa tumeitoa ya operation ambayo ilikuwa ifanyike kanda ya kusini, ambapo viongozi wakuu walikuwepo huko, na ratiba ile ilikuwa imeanza tarehe 4 na tulikuwa tuikamilishe tarehe 10, yani jana, kwa mkutano ambao ulikuwa ufanyike Songea. Na mkutano ule haukuweza kufanyika kwa sababu jeshi la polisi waliuzuia mkutano wetu. Sasa nichukue fursa hii kuwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo tulipowaomba waungane na sisi katika kuisukuma kazi hii ambayo sisi tumejitoa sadaka kuifanya. Kwa kweli wa Tanzania wametuunga sana mkono. Tulipoanza operation hii Nyasa, tumeenda kusini, wa Tanzania wametuunga mkono. Na kwa maana hiyo tunalazimika na kuwajibika kutoa taarifa ni kwa jinsi gani wa Tanzania hawa wametuunga mkono kwenye operation yetu hii ya kuwashirikisha wa Tanzania ambayo tuliita jina la tone tone, na watu walijibu kwa wingi sana, nimo. Tumepata michango mingi sana. Na tulipoenda kusini imekuwa ya kipekee tena. Nikiri kwamba pamoja na taarifa ya fedha nitakayoisoma hapa ya kiasi cha fedha ambacho Watanzania wametuchangia, timu yetu ilipokwenda kanda ya kusini, Watanzania wametuchangia kwa namna ambayo imetupa imani kubwa sana. Magari yetu yalipokuwa kipita barabarani, tulikuwa tunaitwa, magari yanaitwa, tunawekewa mafuta. Kwa hiyo nitoe shukurani kwa Watanzania wenzetu ambao walituwekea mafuta. Sio mara moja, mara mbili, mara nyingi tu magari yetu yalijazwa mafuta. Wamiliki wa petrol station walituwekea mafuta, na watu wengine walituwekea mafuta. Kuna maeneo tulifika, watu wetu walipewa malazi. Wamiliki wa hoteli walituita, Mheshimiwa Lissu njoo na timu yako. Kwa hiyo watu wetu walipewa malazi. Wakawa wanasema sasa hili tone tone hatuwezi kutuma kwenye simu, lakini njooni mlale. Walitupa malazi. Watu wetu walipewa chakula, mbuzi, ng'ombe, samaki, tulipikiwa vyakula. Kila eneo tuliko tunapita wanasema sasa hii hatuwezi kutuma tone tone, tumepewa vyakula. Watu wametuunga mkono kwa kila njia. Ambaye alikuwa hawezi kutuma kwa njia ya simu, alileta fedha yake mkononi hivi. Sitamsahau mzee mmoja ambaye mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa God bless Lema alimposti kwenye peji yake kwamba alikuja na shilingi 500, 500 shillings. Shilingi 500. Akasema hili ni tone langu.
Hili ni tone langu. Hivyo kwa niaba ya chama ninawashukuru sana Watanzania. Ninawashukuru sana Watanzania. Sasa sayansi yetu iko hivi, na ndio hofu kubwa sana walionayo wapinzani wetu. Hofu kubwa sana walionayo wapinzani wetu. Hazina ya mtu ilipo na moyo wake ndio uko hapo hapo. Kwa ukiona tunachangiwa sana, tuliwaeleza hapa wakati ninatoa taarifa kwa mara ya kwanza kwamba tulipotengeneza mfumo wa watu kusema nimo, tulipata watu zaidi ya 1,000,000 waliotuma zile message za kwamba nimo, na tukawaingiza kwenye mfumo wetu 1,000,000. Kwa hiyo hawa watu ambao wanatupa sadaka ya shilingi 500, shilingi 1,000 kwenye sayansi yetu sisi, sio tu 500 tumeipokea au kula chakula au kulala au kupewa mafuta. Ni ule moyo wa kwamba tunakubaliana na ninyi na tunawaunga mkono na tuko tayari. Tuko tayari kwa kile ambacho chama mmekisema kama msimamo. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania, na ninaweka mbele ya umma kwamba tumepokea mafuta kwenye magari ambayo yalikuwepo barabarani. Tulikuwa na entourage 2. Entourage ambayo yupo mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu, na msafara mwingine alikuwepo makamu mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa John Heche. Kwa magari yao kwenye msafara yaliwekewa mafuta na Watanzania kama sehemu ya tone tone. Kuna maeneo walipofika watu walijitolea malazi. Kuna maeneo walipofika watu walipata chakula, walipikiwa vyakula, walipewa fedha. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania kwa kutuunga mkono. Na sisi tumejitoa sadaka dhabihu kabisa kuifanya kazi hii. Jambo tunalolidai ni jambo jema mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kudai kwamba tunataka uchaguzi wa haki. Kudai kwamba hatutaki watu wauliwe, majeshi, polisi wasiwe sehemu ya uchaguzi na wasituingilie wanasiasa. Kwa uzoefu wa matukio na mauaji yaliyotokea, kuyadai hayo haijawahi kuwa uasi, haijawahi kuwa fujo. Haijawahi kuwa fujo. Mtu anayedai haki, na niwaambie ni kweli, mtu anayedai haki anakuwa amesimama upande wa Mungu. Amesimama upande wa Mungu. Maana Mungu ni Mungu wa haki. Sasa fedha ambazo Watanzania mmetuchangia. Sasa hapa nitatoa jumla ya fedha zote. Natoa taarifa rasmi. Jana usiku tulishauriana na mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati ya fedha Mheshimiwa Godbless Lema, na alikuwa yupo njiani kutoka kusini Songea, amepita Arusha, na nadhani kesho kutwa atakuwepo Dar es Salaam. Kwa hivyo tukao tumepitia taarifa hii kwa pamoja, na hivyo nitoe taarifa rasmi sasa ya mpaka kufika jana jinsi ambavyo Watanzania mmetuchangia. Fedha hizi ndizo zimeendesha operation Nyasa. Fedha hizi ndizo ambazo zimeendesha operation Kusini. Tumepokea fedha cash kabisa, unahesabu hivi, na tumepokea vitu kama ambavyo nimevisema, vitu, malazi, chakula, mafuta ya magari na fedha taslimu. Kwa operation yote 100% imeendeshwa na tone tone. 100% imeendeshwa na Watanzania waliochanga 1,000, 2,000. Sasa nitoe taarifa rasmi ya fedha za tone tone cash taslimu ambazo zimepokelewa katika mifumo tulio washirikisha Watanzania. Mpaka kufika jana, akaunti yetu ya chama NMB account, benki ya NMB, mpaka kufika jana tumepokea shilingi 19,717,971 kwa njia ya Watanzania kuweka matone yao kwenye benki ya NMB. Tumepata 19,717,971 kwa njia ya M-Pesa, ile namba yetu maarufu sana ya M-Pesa. Hiyo namba ni 0744 44 6969.
ambayo jina linasoma Chadema HQ. Mpaka kufika jana, Watanzania wametuchangia milioni 71,487,831. Tanzania wametuma tone tone mpaka tumepata kiasi hiki ambacho nimekitaja. Kwa njia ya M-Pesa Digital, huu ni mfumo tulioutangaza ya kwamba unalipa na inakuwa kama unalipa bili. Watanzania kwa njia ya M-Pesa lipa bili wamechanga milioni 11,300,000. Milioni 11,300,000. Kwa njia ya Airtel Digital lipa bili kwa njia ya Airtel, Watanzania wamechanga milioni 1,633,343. Hii ni kwa njia ya Airtel lipa bili. Kupitia akaunti yetu ya CRDB Bank, Watanzania wamechanga shilingi 928,490. Kwa hivyo jumla ya mpaka kufika jana, fedha ambazo tumezipata, and we are so much proud kwa jinsi ambavyo Watanzania wametutendea haya. Katika pesa hizi, Watanzania wamejikomiti kwamba malipo yao yawe ya kujirudia. Kwa hiyo ukiona ninataja hivi, ujue manake mwezi ujao kuna sehemu kubwa ya fedha hizi zitajirudia, wanakatwa moja kwa moja. Kwa jumla ya fedha yote ambayo tumechangiwa ni shilingi milioni 105,067,636. Hizi ndizo fedha ambazo Watanzania wamedondosha matone matone, ikaleta bahari kubwa, kimbunga cha namna hii. Na fedha hizi sehemu kubwa Watanzania wamejikomiti malipo ya kujirudia. Kwa hiyo ukiona hivi, ujue mwezi ujao huu mpunga unajirudia tena. Na tumetengeneza utaratibu ambao mtu anakatwa moja kwa moja. Utakapokuwa umejisajili kwamba malipo yangu yajirudie kila wiki, tunakushukuru. Tukisha kushukuru, ile tarehe ikifika, ile hela inakatwa, halafu kazi inaendelea. Ninawashukuru sana Watanzania waliopo ndani ya nchi. Ninawashukuru sana diaspora. Baadhi ya Watanzania wenzetu waliopo nje ya nchi wamejikomiti. Tunayo orodha. Wamejikomiti $300 kwa mwezi, wengine $200 kwa wiki, wengine kila mtu kwa namna yake. $300 ukigeuza kwa pesa yetu ya Kiswahili, it's a good, ni pesa nzuri sana. Na Watanzania wenzetu wamejikomiti. Ninawashukuru sana Watanzania wenzetu, kina Liberatus Mang'ombe kwa organization nzuri mnaoifanya huko, na wengine wengi Ulaya, kina Eva Shayo, kina Ako Saragu, na wengine wengi ninaweza kuwataja wote kwa majina yenu, mnajifahamu kwa jinsi ambavyo mmecoordinate kupitia directorate yetu ya Foreign Affairs chini ya mkurugenzi wetu Kitoka. Amekuwa karibu na diaspora, na kwa kweli ninaleta kwa niaba ya chama shukurani za dhati sana za Watanzania wenzetu waliopo nje ya nchi ambao wameendelea kujiratibu na kuwa msaada sana kwa chama chetu. Kwa hivyo niendelee kuwasihi na kuwaomba Watanzania, operation inaendelea. Na nitawaelezea katika maazimio kadha wa kadha. Operation inaendelea. Kwa hiyo niendelee kuwaomba Watanzania kwamba bado tunaendelea kudai kile ambacho tunaamini ni hitaji la sasa la taifa kwa kipindi hiki. Taifa letu linahitaji mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi ili tuwe na chaguzi za haki, za wazi na zinazoaminika. Na kazi hii tumeamua na tumejitoa sadaka kuifanya kwa mioyo yetu yote. Tumetoa muda wetu kuifanya kazi hii. Kwa hivyo tunaomba michango yenu kwa kadri ambavyo tutaendelea kwenye kanda zingine. Kwa hivyo namba yetu ya kuchangia, namba yetu ya M-Pesa kuchangia ni 0744446969. Utaweza kuchangia na kazi ya siasa itaendelea. Katika mifumo yetu ya kuchangia tuli introduce utaratibu wa kuchangia kupitia WhatsApp. Na kama nilivyosema, kwa kweli
We are so much proud of ourselves. Actually, sisi ndio chama cha siasa pekee. Hata Chama cha Mapinduzi hawawezi hii biashara. Sisi ndio chama cha siasa pekee ambacho tumeweza kufanya hii fundraising, hii mobilization ya namna hii, kuchangiwa na wananchi, chama kiendeshwe na wananchi. Kwa hivyo tunajisikia fahari, tunajisikia heshima, tunajisikia kuwajibika, kuwa accountable kwa watu ambao wanakiongoza na kukifinance chama chao. Kwa hivyo tuna utaratibu tulioanzisha wa kuchangia kupitia WhatsApp, na namba yetu ya 0793 008 292. Hii namba unaisave kwenye simu yako, unaiandika Chadema, halafu unatuma message NIMO kwa njia ya WhatsApp. Ukituma message NIMO inakupa utaratibu wa jinsi ya kuchangia, jinsi ya kujiunga wanachama. Ni innovation ya kipekee ambayo hakuna chama cha siasa hapa nchini kimefanya. Na watakaofanya baada yetu basi watakuwa na imitate jinsi ambavyo tumekwenda mbele sana kwenye mobilization na organization. Kwa hiyo ni sehemu ya pili ambayo tuliona vema tuweze kutoa taarifa ya fedha ambazo Watanzania wametuchangia, na kwamba kazi hii bado inaendelea. The struggle continue. 3, vuguvugu la no reforms no election. Vuguvugu la no reforms no election. Mikutano itaendelea. Vuguvugu hili sio uasi. Vuguvugu la no reforms no election sio uasi. Na tunasema huu sio uhaini, huu sio uasi. Jana nimemsoma Judge Mutungi akiwa Dodoma kwenye washa iliyoandaliwa na TAKUKURU kujiandaa na uchaguzi wa mwaka 2025. Judge Mutungi anasema ameifuatilia na ameisoma hii movement ya no reforms no election. Na nikiri tulifanya kikao na ofisi ya msajili wa vyama. Nilikwenda mimi, katibu mkuu wetu Mheshimiwa John Mnyika, pamoja na mwanasheria mkuu wa chama Dr. Nshala, na mkurugenzi wetu wa mawasiliano na wenezi dada Brenda. Tulifanya submission ya nini tunakiamini na kitu gani tunakitaka, na tulifanya presentation, na bila shaka ofisi ya msajili ilituelewa, na jambo kubwa iliona content ya yale ambayo tunayadai. Kwa hivyo jana katika kumsikia akisema, alisema jambo ambalo it's obvious, ndivyo ilivyo. Akasema kwamba sioni ujinai, sioni uasi, sioni chochote baya. Hii ni lugha ya wanasiasa kuonyesha ni kitu gani wanakisimamia na ni kitu gani wanakidai. That is very true. That is very true. Kwamba sisi tunaamini kwamba hatuhitaji kupigana, hatuhitaji wananchi wakasirike ndio tuanze kurudi kukaa vikao kwamba turekebishe hapa, kwa sababu ndio maana imesababisha watu wamepigana. Hatuhitaji kufika huko. Tunahitaji kuyatatua matatizo na dosari za uchaguzi ambazo wote tunaamini kuna mahali patafikia limit, wananchi hawawezi kuvumilia tena. Hata wanasiasa hawataweza kuvumilia tena. Kwa tunaposisitiza no reforms no election, hii ni kauli ambayo mtawala yoyote muungwana, kama hekima haijamwacha, haijamkimbia, atazingatia haya tunayoyafanya, ili tusipitie uzoefu ambao nchi zingine wamepitia. Kwa hivyo tunayoyasimamia yako mengi, tunayoyasimamia kwamba yarekebishwe katika katiba, katika sheria, katika utendaji, ni mambo ya msingi yenye kutoa tahadhari kwamba iko siku tukiadharau haya,
iko siku Watanzania hawa tunaona kama Watanzania wapole, Watanzania wapole, Watanzania wapole. Iko siku Watanzania hawa tutashangaana jamani, tutashangaana. Na sayansi ya siasa inatuambia kwenye masuala ya uchaguzi haya, mtu akivumilia seko ya kwanza, akavumilia seko ya pili, ukamfikisha seko ya tatu, seko ya nne, hata kama lijitu limekama kondoo limsukule hivi, utashangaa limsukule linakugeuka. Hilo unalolidharau. Sasa tunatoa tahadhari kwamba tulioyapitia 2019, tulioyapitia 2020 na uhuni tuliofanywa 2024 likijirudia tena, tunatoa tahadhari, na hii ni tahadhari njema, kwamba tutakuwa tulitendei haki taifa letu ambalo wote tunataka liwe taifa la amani. Maana ni kweli hatuna pa kwenda. This is our motherland. Hatuna pa kwenda. Kwa tahadhari hii ni njema. Kwa ni vyema serikali isikie. Ni vyema rais, mkuu wa nchi asikie. Tunapozungumza kwa habari ya dosari za uchaguzi, tunaposema kwamba kura feki ziko vituoni, na ninyi waandishi wa habari mnaonyesha hayo masanduku feki yako vituoni, alafu sisi tunapoyaadress haya mambo tunasema katiba yetu ibara ya 74 sehemu ya 12 inasema msimamizi tume ya taifa hatashtakiwa kwenye mahakama yoyote anapotekeleza wajibu wake. Sasa kwa sababu ibara hii inampa ulinzi huyu mtumishi asishitakiwe, ndio maana anaweza kufanya lolote kwenye kituo, anaweza kufanya uhuni wowote kwenye kituo. Ninyi waandishi wa habari mnaripoti kura feki. Zile kura haziwezi kuwa zimetengenezwa na chama cha upinzani. Hakuna chama cha upinzani kina print zile kura zenye logo ya serikali na kila kitu. Manake zimetengenezwa kwenye mifumo. Matokeo yake mtaziripoti kura feki, mtaripoti kura feki, halafu msimamizi hatachukuliwa hatua. Unamwona tu waziri wa TAMISEMI anasema uchaguzi ulikuwa mzuri, uchaguzi ulikuwa sawa. Sasa haya ni mambo ya kiuni haya. Yaani ni kama unatuona sisi wa Tanzania milioni 60 wote ni mamisukule tu, kwamba tunaona kura feki alafu unatuambia uchaguzi ulikuwa sawa sawa tu. Huu ni uhuni huu. Huu ni uhuni kabisa huu. Sasa haya mambo tunapoyasema ni kweli tunamaanisha kwamba tunataka mabadiliko ili hivi vituko hivi vinavyoaibisha taifa visijirudie. Kwa hivyo mtu anaposema uasi manake ni nini? Uasi manake ni kupinga. Uasi manake ni kukataa. Uasi manake ni kwenda kinyume. Kwa hiyo ni kweli tunataka twende kinyume na mifumo kandamizi. Ni kweli tunataka tupinge mifumo mibaya. Ni kweli tunataka tupinge utaratibu wa majeshi kujihusisha kwenye chaguzi zetu. Watu wanauawa, hakuna hatua zinazochukuliwa. Kwa hiyo tukitumia neno uasi, ni kweli kwa maana yake hiyo tunataka tuende kinyume na mifumo mibaya. Hatujawahi sisi kusema tunataka tuende kinyume msituni tupindue serikali, tunataka tuende kinyume tunatishia maisha ya rais. Hatujawahi kusema hivyo. A literal meaning ya uasi ambayo ni kweli tunaisema ni kwamba tunataka haki na tuko kinyume na mifumo mibovu. Mtu yoyote anayepaza sauti kupinga uovu, huyo mtu ana kibali cha Mungu na ana kibali cha jamii. Kwa hivyo tunapopiga kelele kwa habari ya hizi dosari, kura feki, mawakala, mifumo ya uchaguzi inatoa fursa kwa msimamizi wa uchaguzi, akijua kwamba katiba inampa nguvu hata shtakiwa mahali popote. Utaratibu wa sasa unasema wakala atapewa kiapo na kile kiapo kitapelekwa kwenye kituo cha kupiga kura. Matokeo yake msimamizi hatapeleka kile kiapo, wakala hata ingia kituoni, atachelewa. Inafika saa 4 msimamizi anakuambia ni kweli kulikuwa kuna matatizo madogo madogo tu, lakini ilipofika kwenye saa 3 tumeshayamaliza. As simple as that. This is nonsense. This is absolutely nonsense. Sasa mifumo hii inatoa fursa hiyo ya kwamba ni kweli kulikuwa kuna matatizo madogo madogo,
saa 2, saa 3, saa 4 yanafanyika hayo matendo ya hovyo hovyo kwenye vituo vya kura. Sasa sisi tunasema utaratibu huu wa wakala kwenye sheria kupewa kiapo alafu kipelekwe na msimamizi, huu utaratibu uliletwa majuzi hapa kwenye mabadiliko ya sheria. Sisi tunasema hapana, wakala anawakilisha chama na mgombea, kwa utaratibu urudi kama ilivyokuwa awali. Wakala atambulishwe na chama, awe mtumishi wa chama, asibugudhiwe, afanye kazi ya wakala pale kituoni. Hili jambo ni baya. Ukisema hivyo ni uasi, ukisema hivyo ni uhaini. Umemkosea Mungu wapi? Umevunja katiba wapi kudai jambo kama hilo ambalo ni la kawaida? Sisi tunasema mshindi wa kura ya urais atangazwe kwa idadi ya kura ambayo ni absolute majority, 50%+1. Sio utaratibu wa sasa wa simple majority, kwamba rais anaweza akachaguliwa hata kwa kura 500 maadamu ni nyingi. Tunasema hapana, tupate rais ambaye kweli kura zake zinaonyesha uhalisi wa idadi ya wapiga kura 50%+1. Kusema hilo ni dhambi, kusema hivyo ni uasi. Sisi tunasema sheria ya gharama na matumizi ya uchaguzi, sheria yetu ya gharama na matumizi ya uchaguzi inasema hivi: huruhusiwi kuingiza fedha au kitu chochote kwa ajili ya uchaguzi siku 90 kabla ya uchaguzi. Sasa ukiangalia hii sheria na maudhui yake, ukaangalia mgombea anathibitishwa na kupitishwa lini na tume kwamba sasa wewe ndio mgombea wa urais, unagundua hii sheria sio practical. Uchaguzi ni Oktoba, siku 90 kabla ni somewhere Oktoba, somewhere Julai, August hapo. Sasa ndio umeshapitishwa na tume, alafu hapo sheria inakwambia huwezi kuingiza. Kama ni t-shirt hutaingiza, kama ni magari hutaingiza, kama ni pesa hutaingiza. Hii sheria ni uongo huu, haiko practical. Sasa tunaposema hii sheria haiendani na uhalisi, wenzetu waliopo kwenye dola wataweza kufanya, wamejiandaa, wataweza kufanya. Sasa haya mambo haya yote na mengine mengi ambayo tumeshayasema na kuyaandikia na kuyazungumza, nimetaja kwa uchache tu. Tumezungumza kwa habari ya majimbo ya uchaguzi. Majimbo ya uchaguzi, utaratibu wa sasa kwenye ibara ya 74 inayozungumza kwa habari ya kugawanya majimbo, kifungu kile kinasema hivi: majimbo ya uchaguzi yatagawanywa kwa kuangalia njia za mawasiliano, hali ya kijiografia, milima na mabonde. Ndivyo katiba inavyosema. Sasa sisi tunasema hii ina contradict na universal principle. Wanaowakilishwa ni watu, sio milima na mabonde. Mbunge anaenda kuwakilisha watu. Sasa utaratibu wa kikatiba huu uliowekwa, ambao uliingizwa mwaka 1992 wakati tunaingia kwenye uchaguzi wa vyama vingi, ni sayansi ya siasa ya mtu fulani aliyeona mbali, akafanya kitu ambacho tumekizungumza sana, kinaitwa gerrymandering, kwamba huu ni mkakati sasa kwenye maeneo ambayo vyama vya upinzani inapendwa sana, basi utaratibu wa kugawanyisha tupunguze majimbo. Kwenye maeneo ambayo chama cha CCM kinapendwa sana, tuongeze idadi ya majimbo. Sasa utaratibu huu unatumika kwenye sayansi ya siasa inaitwa gerrymandering, kwamba huangalii watu, unaangalia hali ya mawasiliano na hali ya kijiografia. Kwa hiyo utapicha tu mistari hivi mpaka unapata hilo jimbo bila kuangalia watu. This is a political science. Na sisi kama scientist pia tunaelewa ni kitu gani wanakifanya na kwa nini hawataki kubadilisha hichi kifungu na kwa nini 1992 walikiingiza. Jamani, kuyazungumza haya ni uasi kweli? Watanzania wenzangu, kuyasema haya ni uasi. Makala alisema nini? Makala. Nataka Watanzania mumsikize. Hebu tumsikilize maneno ya Makala. Amos Makala, mwenezi wa CCM. Maneno yake haya. Chadema na wenyewe Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kwa
kuandaa umma ili wakatae uchaguzi, ili wasimamishe uchaguzi, lakini kuna agenda asiri. Hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone, eti ikifika wakati wakanunua virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Wako tayari kuumiza Watanzania kwa kupandikiza virusi vya Ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame. Haya. Sasa huyu ni Amos Makalla, mwenezi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Anasema hivi kwamba Chadema, analihutubia taifa, anazungumza na taifa, dunia nzima imemsikia. Anasema maneno haya kwamba Chadema tunachangisha pesa tukanunue virusi vya Ebola na Mpox, tuje tuvisambaze, patokee mlipuko wa Ebola, uchaguzi usimame. Anasema ana taarifa za ndani kwamba tumepanga kwenda kununua. Jamani, hili jambo sio jambo la kuachwa lipite kimya kimya. Waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, hili sio jambo la kuachwa lipite kimya kimya. Huyu bwana na chama chake, huyu ni msemaji wa chama tawala, ni mjumbe wa secretariat, anakaa vikao vya kamati kuu, anakaa kwenye vikao vya mashauriano makubwa, yeye na mwenyekiti wake wa Chama cha Mapinduzi taifa ambaye ni Mama Samia. Kwa hili jambo mfumo mzima wa Chama cha Mapinduzi wanalijua, kuanzia mwenyekiti pamoja na timu yake yote. Wameweka tishio ambalo sasa hivi ninyi mnafuatilia. Baadhi ya nchi wapinzani katika hiki kinyang'anyiro cha kumtafuta mkurugenzi wa WHO, nimeona watu wawili wameandika wakituhumu Tanzania kwamba msemaji wa chama tawala anasema amelipuka kwa maneno ya hovyo, akionyesha jinsi Tanzania ambavyo haiko concerned na mambo ya public health. Unatangaza kwamba chama kikuu cha upinzani kinataka kwenda kununua virusi, kwamba tuitumie kama a biological weapon. Hili ni jambo la kijasusi, ni jambo ambalo mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa wanatakiwa waliingilie kati. Atuambie kwa habari za ndani, ni nani anayetengeneza virusi? Maana inaonekana havipatikani Tanzania. Ni nchi gani wanatengeneza virusi alafu vinauzwa, vinatarajiwa viuzwe kwetu kama biological weapon? Ni maabara gani, iko nchi gani inatengeneza virusi vya Ebola? Watu gani hawa ambao wanataka kuiangamiza Tanzania, ambao haya maswali lazima yajibiwe, na ninyi waandishi wa habari lazima myatengenezee, yazungumzwe. Lakini huyu baba yupo tu, nasikia yuko Lindi huko, wanaenda kujaribu kufata footprints zetu tulikopita huko. Yupo tu, anatembea. Sasa this kind of double standard, msajili wa vyama vya siasa yuko kimya, IGP Camillus Wambura yuko kimya, kila mtu yuko kimya, rais, mwenyekiti wa chama chake yuko kimya. Hatujamsikia mwenyekiti wa chama chake akitoa tamko akisema ile kauli iliyotolewa aidha ni ya kishenzi au ni ya kweli. Hatujamsikia katibu mkuu Balozi Nchimbi kama ambavyo alikemea kauli ya Nape Nnauye na yule mwenzake kule Kagera, kwamba na kauli ya yule aliyekuwa mkuu wa wilaya Longido, zile kauli alizikemea. Lakini Nchimbi amekuwa kimya kwenye hii kauli ambayo inahatarisha. Wadau wa utalii wamezungumza,
walidimandi kwamba itolewe kauli ya kupinga kwamba kuna mpango wa kuleta virusi vya Ebola Tanzania, unapangwa kufanywa na Chadema. Sijui Mungu amewapiga wa watu, wameanza kuwehuka, hawana akili timamu. Lakini hili ilikuwa ni kauli ya hovyo sana. Jeshi la polisi, msajili wa vyama, hebu utuonyeshe kwamba huwa mnachukua hatua. Watu wanaosema uchaguzi wa huru na haki eti ndo wanaambiwa wamefanya uasi. Watu wanaosema tunataka watu wasiuane, kwamba jamani twende kwenye uchaguzi ili tuuane, eti huyu mtu ndo eti tunafanya uasi. Watu tunaosema kabla ya uchaguzi tutatue dosari za uchaguzi, eti sisi ndio tunafanya uasi. Haya. Sasa nitoe shukrani. Mwenyekiti wetu amekamatwa na ameshtakiwa kwa uhaini, kesi ya kwanza, na kesi ya pili kutoa taarifa za uongo kama jinsi zilivyosomwa jana. Sasa mambo ya mahakama ni sawa, tutayaacha mahakamani. Na mwanasheria mkuu wa chama chetu Dr. Nshala pamoja na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu watakuwa wanaendelea kutoa updates na kuyazungumza masuala haya kitaalam zaidi kwa kadri ambavyo siku zitakavyokuwa zinaendelea. Lakini niseme kwamba kama chama tumepokea salamu za kututia moyo, solidarity, salamu za kututia moyo na kuungana na sisi. Nichukue fursa hii kuregister kupokea salamu ambazo zimetumwa pia katika public, zipo kwenye public domain kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikiri kwamba tumepokea salamu zinazoonyesha solidarity kutoka kwa Martha Karua. Huyu ni mwanasiasa machachari kutoka Kenya. Kwa hiyo tumepokea salamu za kututia moyo na kwamba wako pamoja na sisi. Tumepokea salamu kutoka kwa mwanasiasa Bob Wine kutoka nchini Uganda, ambaye naye ameonyesha kutunga mkono na kwamba yuko pamoja na sisi. Nipokea salamu kutoka chama cha ACT Wazalendo, wametutia moyo. Tuna salamu kutoka kwa wakili maarufu sana duniani Robert Amsterdam, maarufu kama Bob Amsterdam. Huyu ni wakili maarufu na ambaye bila shaka atakuwepo katika bench la mawakili ambao watakuwa wakitoa ushauri juu ya mwenendo wa kesi hii. Lakini tuna taasisi mbalimbali, IDU, International Democratic Union, nao wametoa salamu, umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani. Tuna taasisi Legal and Human Rights Center kupitia mkurugenzi wake. Tumepokea salamu za solidarity, viongozi wa dini, na kwa kweli nikiri, viongozi wa dini kwa kweli toka juzi jana na mpaka leo asubuhi, mpaka wakati ninakuja hapa asubuhi, kwa dakika 10 maaskofu 4 walikuwa wamejiunganisha kwa pamoja na wakawa wamenifanyia sala maalum kabisa kwa niaba ya chama for 10 minutes. Kwa hivyo viongozi wa dini, ninapokea maaskofu, mashehe, wachungaji, mapadri ambao wote mmefikisha salamu za solidarity, tumezipokea. Na katika eneo hili nikiri kwa commitment ya viongozi wa dini ambayo jana wako 7 walinishirikisha. Wako watu wacha Mungu wanaomuomba Mungu sana na sisi kama chama, na wala siwezi kuona aibu kabisa ya kwamba sisi katika chama tunamtaja Mungu wa kweli aliye hai. Hilo hatutalionea aibu. Tunamtaja Mungu, na Mungu ni kila kitu katika chama chetu. Na hata tunapoanza huwa tunaanza kwa sala. Tutasali kwa dini ya Kikristo, tutasali kwa dini ya Kiislamu, na tunapohitimisha tunahitimisha kwa sala. Kwa hivyo nikiri bila aibu kwamba Mungu ni kila kitu katika chama chetu. Na hata tutaposhindwa na mambo yote yakiwa magumu, basi sisi tutakimbilia na tutamlilia Mungu. Kwa hivyo nipokee kile ambacho viongozi wa dini walinishirikisha jana, kwamba
wataingia katika maombi ya kumlilia Mungu na kwamba Mungu atoe uelekeo. Nimepokea hizo jumbe mbalimbali ambazo ni prophetic na yote ambayo mmeniambia, basi tunamwamini Mungu kwamba atatuvusha na hivyo kauli yenu ya kwamba mpo pamoja na sisi, basi nasi tunaipokea. Mimi niseme tu kwenye hili linaloendelea la mwenyekiti wetu na chama chetu, niseme tu kwamba hii ndoana walioimeza wataitapika, na kwa bahati mbaya sana watakapoitapika itatoka na maini. Utukufu wa mwisho wa safari hii utakuwa mkubwa sana kuliko utukufu mwingine wa kipindi kingine chochote kile. Nihitimishe kwa kutoa wito kwa Watanzania wote, na wito huu ni rejea ya kile ambacho makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche alikitoa jana kwenye taarifa rasmi ya chama ambayo ilisambazwa kwa vyombo vya habari. Hivyo niweke rejea ya taarifa ambayo makamu mwenyekiti alitoa, nami niiweke kama wito hapa kwamba Watanzania wote wapenda mabadiliko, wanachadema, tusikubali uovu utawale. Iko methali hii inayosema kwamba wenye haki wakikaa kimya uovu unatawala. Kwa hivyo Watanzania tusikae kimya, tusikubali, na kila mmoja kwa namna ambavyo hapendezwi, haridhishwi na mwenendo kwa uzoefu wa chaguzi tulizozipitia, basi toka, onyesha hisia yako kwa kununa au kwa njia yoyote ile ambayo unadhani ukionyesha dunia itakuona, serikali itakuona, na Mungu wa kweli atakuelewa kwamba umenuna kwa haki au umefanya expression ya kile usichokipenda kwa haki. Kwa hivyo ninatoa wito kwa Watanzania ambao hampendezwi, ambao hamridhishwi, ambao mnapenda amani ya taifa hili, na ambao mnakubali na kutaka twende kwenye chaguzi ambazo zinaaminika. Ukipiga kura ihesabiwe, ithaminike, aliyeshinda ashinde kwa haki, aliyeshindwa ashinde kwa haki. Basi usikae kimya, fanya lile ambalo unadhani ukilifanya dunia itakuona, itakuelewa na Mungu atakuheshimu. Ni hivi jamani, Watanzania wenzangu, yoyote anayesimamia haki, Mungu anakuwa upande wake, na haya tunayoyasema ni mambo ya haki. Kwa hivyo Mungu atakuwa upande wetu. Ni kweli walio kwenye madaraka watataja dola, watataja polisi, watataja majeshi, watataja nguvu, watakuwa na kiburi, watayadharau haya tunayoyasema na watatuzushia maneno ya uongo, watatutisha. Lakini sisi tunaosimama kwa haki tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi, na mimi ninaamini kabisa tutashinda haya, na serikali hii, hichi kiburi kitaisha. Watayafanya haya ambayo Watanzania wanayataka, kwa sababu ni mambo ya haki. Hayapo, sio madai ya kuvunja amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu. Ni mambo ya kujenga. Kwa mimi ninaamini kabisa, kwa sababu tuko upande wa haki na Mungu yuko upande wa watu wanaosimamia haki. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, polisi, ninawasihi afande IGP Camillus, ninakusihi sana, wewe na jeshi unaloliongoza, msiingie katika hila na hujuma ya kufrustrate utendaji wa vyama vya siasa. Tuacheni tufanye kazi ya siasa. Maneno ya siasa yana ladha yake, yana utamu wake, yana mbwembwe zake. Hivi unafahamu mwanasiasa akisema tutawachinjilia mbali, it doesn't mean kwamba eti kuna watu watakapo wanashikwa makoromeo wanaanza kukatwa na misumeno na mleli. Hapana, ndio lugha za siasa ambazo zina register ukakamavu ya kile mnachokiamini. Kwa hivyo polisi, msitupangie mambo ya kusema au kujifanya mnajua sana kutafsiri misamiati ya Kiswahili na hizi lugha za kisiasa. Fanyeni kazi yenu, lindeni watu, tembeni kwenye patrol huko, watu wanatekwa, lindeni watu, msituingilie na msiingie
kwenye huu mtego wa kukilinda Chama cha Mapinduzi. Mtatukwaza, na mtakapotukwaza, tukikwazika, kwa kweli tutapoteza kuaminiana. Tutapoteza kuaminiana. Na hatutamani tufike kwenye hiyo level ya kupoteza kuaminiana, kwa sababu tunaifahamu na kuheshimu nafasi ya polisi katika taifa letu. Tunaweza tukajaribu kuimagine kwa ufupi tu, usiwe na polisi pasiwepo na polisi kwa siku 2 tu au siku 1, pata kuaje? Si tutaparaganyika humu. Kwa tunaiheshimu nafasi yenu. Tunaiheshimu nafasi yenu. Tunaithamini nafasi yenu. Sasa mnavyotupeleka tutashindwa kuwaamini. Ninakusii sana Afande IGP Camillus, tafadhali sana, wewe na jeshi lako, tafadhali sana, fanyeni kazi yenu na tusichokozane, tusikwazane, tuisingiliane, tusizushiane ili tusije tukapoteza kuaminiana. Shughulikeni na mambo ambayo kimsingi ndio issues sensitive za nchi hii. Watu wamepotea, watu wametekwa. Tundu Lissu alipigwa risasi, alafu mnalifanyia tu drama, hakuna yanayoendelea. Mnatukwaza sana, na mkitufikisha mahali tukapoteza kuaminiana, itakuwa sio jambo jema na halina afya kwa taifa letu. Na mwisho, kwa msisitizo wa kipekee wa aina yake, ninaomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Naomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Kama nilivyosema, sisi wanachadema hatuoni haya. Mimi Amani Golugwa, I am not ashamed kumsema Mungu, na kama Chadema hatuoni aibu kumtaja Mungu katika shughuli zetu. Kwa hivyo ninawasihi wa Tanzania wenzangu, ninaomba tumuite Mungu kwenye jambo hili. Waislamu tumuite Mungu, Wakristo tumuite Mungu. Tuwe na maombi kila mmoja kwa namna watakavyoona ni vema sana. Kutoka leo mpaka tarehe 24, kutoka leo, ninawaomba wa Tanzania, ninaweza kuwa mdogo sana kulisema jambo hili, lakini kwa sababu ninayemtaja ni Mungu mkubwa sana wa majeshi, Mungu muumba wa mbingu na nchi, ninaomba wito wangu upate thamani tu kwa sababu ninamtaja Mungu mkuu aliye hai, mkubwa sana. Ninaomba wa Tanzania, tarehe ya kuanzia leo mpaka tarehe 24 tuwe kwenye maombi. Mtakaoweza kuomba kwa kufunga, fungeni. Mtakaoweza kuomba maombi kila mmoja kwa namna yake, tuombe. Alafu tutahitimisha tarehe 24. Kuna jambo kubwa sana Mungu anakwenda kulifanya, na mimi nimelithibitisha. Neno la Mungu linathibitishwa na mashahidi 2, 3 na kuendelea. Mpaka jana usiku nimelithibitisha hivyo. Kwa hivyo liko jambo Mungu anakwenda kulifanya, na hivyo basi ninawasihi wa Tanzania tumuite Mungu, tumuombe Mungu. Tanzania nzima, vijana, wazee, kina mama, kina baba, ninaweka sauti ya msisitizo, na nimesema maadam nimelitaja jina la Mungu mkuu wa majeshi, nikilisihi taifa la Tanzania liende mbele za Mungu, liombe kwa habari ya taifa hili, amani ya taifa hili, liombe kwa habari ya serikali ilete maboresho ya mifumo ya uchaguzi ili tuwe na chaguzi za amani, liende mbele za Mungu kwa habari ya taifa hili liwe taifa la haki, taifa lenye kuzingatia utawala bora. Maneno ya Mungu yanasema hivi: haki huinua taifa. Mnaweza kuwa na mipango mizuri, mnaweza kuwa na madini mengi na kila aina, mnaweza kuwa na mipango na dira nzuri, kama taifa halitendi haki, kama taifa lina watu wanalia, wanaonewa, hilo taifa litaporomoka. Hivyo ninawasihi wa Tanzania wenzangu, tuende mbele za Mungu na tumsihi Mungu aliangalie jicho
la kipekee sana, ayaponye yale ambayo Watanzania wameyaugulia, ikiwemo kuugua kuhusu utekaji na watu kupotea. Ninamwamini Mungu kama ambavyo alithibitisha kwa watu zaidi ya 3 4 kwamba utukufu huu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko utukufu wowote ule ulioipata kutokea. Hapa ninamaanisha utukufu wa Mungu utadhihirika. Na Mungu akidhihirika, maana yake ni kwamba everything's gonna be all right. Baada ya kusema hayo, nipende kuwajulisha kwamba operations ya no reforms no election itaendelea. Leo saa 8:30 Secretariat ya Chama Taifa itakutana katika ofisi zetu za hapa Mikocheni kujadiliana na kupanga kwa habari ya mwendelezo wa operation hii. Tunajua mwenyekiti bado yuko mahabusu rumande, lakini viongozi waliopo tukiongozwa na makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa Heche na makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee na wajumbe wa kamati kuu, operation itaendelea with all confidence. Mwenyekiti wetu ametuambia tusiogope, kazi itaendelea. Kwa hivyo baada ya kikao cha Secretariat leo, basi tutatoa ratiba ya jinsi operation hii itakavyoendelea. Ninawashukuru na asanteni kwa kunisikiliza. Naam. Ni wakati wa maswali. Naomba nitoe utaratibu namna maswali yatavyokuwa. Mwandishi utajitambulisha jina, unatokea chombo gani, na utauliza swali. Kwa sasa nitapokea maswali 5 ikiwa ni sehemu ya kuikamilisha mazungumzo ya naibu katibu mkuu bara. Karibuni. Naomba mnyoshe wote ili niwape namba kama itawezekana. Kama ni mmoja basi ndio namba 1, namba 2. Haya, namba 1, karibu. Naitwa Goodluck. Ndio. Naibu katibu mkuu anasaidie kunipa ufafanuzi wa maswali mawili. Sawa. Nahitaji kuongeza. Moja ni hivi karibuni limeibuka kundi la G55 na likatoa hoja zake. So hatukuweza kupata nafasi ya kuwapata upande wa Chadema. Kwa bahati nzuri leo tumekutana na naibu katibu mkuu. Tutaka atupe ufafanuzi kidogo wa baadhi ya hoja ambazo zimechukuliwa na G55. Lakini swali la pili ni kuhusiana na mikutano hii. Na tunasema sekretarieti itakutana kwa ajili ya kujadili. Sasa tunataka kufahamu kujadili nini? Kwamba mnamalizia operation ya Ruvuma nini kule upande wa kusini, ama ni kwa ajili ya kujadili ratiba sasa kanda inayofuata kwa ajili ya mkutano. Wengine namba 2. Aha. Swali langu mimi ni kuhusiana na kesho tarehe na hujasema unatokea chombo. Sawa, mimi naitwa Mpangala natoka Azam TV. Kesho tarehe 12 ni mwisho wa kujiandikisha katika fomu za maadi pale kwa msajili. Kama msimamo wa chama mnafanyaje kuhusiana na hili wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu? Mheshimiwa naibu katibu mkuu bara, naomba nikukaribishe kwa ajili ya kujibu maswali ya waandishi. Karibu sana. Asante, ninashukuru, asanteni kwa maswali ili kupata ufafanuzi. Secretariat itakutana, nianze na swali la aliyetaka kujua kwa habari ya Secretariat kukutana. Secretariat itakutana kwa ajili ya kuirekebisha ratiba, kwa sababu hapa katikati palitokea mabadiliko kidogo. Ilikuwa tuanze kanda ya kati tarehe 12. Sasa wakati ziara inaendelea, viongozi wakuu walithibitisha
kurejea kwenye maeneo kadhaa kwa sababu ya vikao ambavyo lazima warejee. Kwa hivi tunavyozungumza, makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Heche ameelekea Kyela kwenye kikao cha ndani, na hivi tunavyozungumza mwenyekiti taifa Mheshimiwa Lissu asingekamatwa alikuwa aende Tunduma kwenye kikao cha ndani ambacho aliwaahidi angeenda, lakini kulikuwa kuna kikao kingine ambacho viongozi wakuu tulikuwa tushiriki tarehe 14. Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo ya tarehe yaliyojitokeza ambayo tutahitaji kuyarekebisha, ikiwemo ku accommodate sikukuu za Pasaka na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo tunaenda kuipitia ratiba, ni kitu cha kawaida tu kupitia ratiba, alafu tutai-communicate. Tutaiweka kwa umma kama ambavyo tulikuwa tumetangaza, basi tutaweka kwa umma kwamba ratiba inaendelea, ikiwemo ratiba ya matukio kadhaa ambayo yanatakiwa kufanyika kwenye maeneo haya. Fomu za maadili, ili swali nilishajibu kwenye mahojiano yangu kadhaa. Wakati tume ya taifa imetuletea barua kuhusiana na masuala yanayohusu kuna kitu kinaitwa kanuni za uchaguzi, alafu kuna kitu kinaitwa kanuni za maadili. Tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2024, katibu mkuu wa chama chetu alimwandikia mkurugenzi wa uchaguzi kwamba tuna hoja hizi za msingi ambazo ni vyema ziwe addressed, na kwa kweli kwa bahati mbaya sana tume haijaweza kutujibu. Sasa hili la kanuni, utaratibu unamhitaji katibu mkuu in person aweze kwenda na kusaini. Kwa hivyo kusaini zile kanuni. Kwa katika hatua sasa tulihitaji tusubiri ni kesho. Kwa katika hatua sasa tuliache kwa sababu linamhitaji katibu mkuu mwenyewe in person. Ndivyo utaratibu unavyosema kwa ajili ya kusaini. Kwa katika hatua sasa tuliache, maana hilo linahusu sasa tume na ni jambo ambalo litafanyika kesho. Tuliache mpaka kesho tuone litakuaje. Na hili la G55 tulikuwa na kikao hapa cha watiania na tulizungumza mambo, na hoja hizi nilizozisema ndo hizi ambazo wote tunazipigania. Sasa tunatofautiana kuelewa, wengine wanaelewa polepole, wengine wanaelewa haraka. Kwa hiyo tutaendelea kusaidiana. Wako wanachama wengine wengi tu pia na wenyewe hawajaelewa. Ndio tuko kwenye awamu ya siku 47 za kuelimisha. Na ninaomba mlielewe hili jambo vizuri sana, kwamba awamu hii ya kwanza ni ya kuelimisha. Ndio maana hatuzungumzi mambo ya maandamano hapa wala nini. Ni kuelimisha ili wote tuwe on the same page. Kwa tuko kwenye awamu ya kuelimisha. Kwa tutaeleweshana. Kwa wale ambao wataelewa basi tutaelewa, wale ambao tunaamini kwamba ni mabadiliko yafanyike basi tutakaa wote kwenye mstari pamoja. Kwa siku hapa tuhumiane hapa. Tuna siku 47 za kueleweshana. Wanaoelewa haraka wataelewa, wasioelewa haraka hawataelewa. Ambao wataona hawawezi kuungana na sisi basi watakaa pembeni, lakini hatutatuhumiana kwa sababu hatuwezi wote milioni 60 kulielewa jambo kwa mstari mmoja, hapana. Kwa tunaelewa na kutambua kama chama na kama watu wenye akili, lakini pia kama strategist tunaelewa kwamba huyu ataelewa hivi, huyu atachelewa kuelewa, huyu ata hivi. Lakini pia katikati yao kuna watu ambao wanaweza kuwa pia hawana nia njema.